kwamba kuna mchambuzi alikuwa akizungumza kwamba timu nyingi za Afrika hivi sasa hazichezi na standing striker of course. Yani hazichezi na yule striker wa kusimama peke yake. Timu nyingi za Afrika sio nyingi, lakini hiyo si nyingi. Sio kweli, mimi nitampinga. Kuna advantage gani ya Maila, kuna advantage gani ya kucheza na standing striker au striker ambaye ana force number 9? Unajua kwanza inatokana na approach ya mchezo, kutokana na namna ambavyo mwalimu ameweza kuwastadi wapinzani, si ndio? Lakini kwenye soka la Kiafrika haijazoeleka hivyo kwamba kucheza na force number 9, ndio. Kwa sababu wote tunafahamu kwamba mpira wa Afrika ni mpira mgumu zaidi. Yaani mpira wa Afrika kushinda away ni kitu kigumu zaidi, si ndio? Kwa hiyo na kwa sababu unakutana na timu ambazo zina ubora mkubwa, how expect kwamba possibly utatengeneza nafasi baada ya nafasi. Yaani utengeneza labda nafasi ya kwanza upoteze, kwamba uone kwamba zitakuja no, si ndio? Kuna baadhi ya mechi unahitaji nafasi moja au nusu nafasi kuweza kuziamua hizo mechi, si ndio? Ukifuatilia hata timu ambazo zinafanya vizuri Afrika, angalia kwenye safu yao ya ushambuliaji, si ndio? Mara nyingi wamekuwa na washambuliaji ambao wana uhatari mkubwa sana wenye uwezo wa kufunga magoli. Ukirejea msimu uliopita, si ndio, mpaka Pyramids anatoa ubingwa wa Afrika, angalia impact ya Fiston Maele, si ndio, kwenye kikosi cha Pyramids, si ndio? Kuna baadhi ya mechi ambazo zinakuwa ni ngumu zaidi, inapatikana chance moja tu Maele anaweza kuiamua, timu inapata matokeo, si ndio? Rejea pia Ahali ambayo ilikuwa ni ya moto zaidi. Ahali walikuwa na Mahmoud Karaba, nadhani wengi mnamjua. Mahmoud Karaba alikuwa ni aina ya mshambuliaji ambaye kwenye nafasi moja anakuweka, si ndio? Na timu nyingi ambazo hata Mamelodi Sundowns kipindi kile kinapita Shalule. Yes, kipindi kile Shalule ni wa moto zaidi, si ndio? Ulikuwa kwa hiyo kwa sababu unacheza mechi ambazo ni very sana kutengeneza nafasi nyingi, unamhitaji mshambuliaji ambaye yuko very clinical kuweza kuziconvert hizo nafasi kwa magoli, si ndio? Kwa hiyo unapocheza na force number 9, kwa mfano kilichowakuta Simba kwenye mechi iliyopita, unajikuta una create chances nyingi, lakini wachezaji wako hawana ratio nzuri ya kuweza kuziconvert, si ndio? Yaani is possible kwamba kwenye dunia yote ya mpira wa miguu uwezo wa kufunga wa mshambuliaji halisi na uwezo wa kufunga wa mshambuliaji wa pembeni ni vitu viwili tofauti, si ndio? Possibly ukicheza na force number 9, yule ambaye umemchezesha force number 9 anajihisi sometimes kwamba sio responsibility yake kuwepo eneo hilo. Kufunga, kwa sababu anakuwa anajisahau, unakuta ni winga afu mwambie acheze force number 9, atakuwa muda mwingi anacheza eneo la kiasilia ambapo kiasi tukalizoea. Kwa hiyo uwezo wa kufunga ni tofauti, si ndio? Kwa hiyo unategemea zaidi striker atakuwa na uwezo mzuri zaidi wa kufunga compare to winga, si ndio? Kwa hiyo kwenye nafasi ambayo labda ameipata winga ameikosa, is possible labda angekuwa mshambuliaji angefanya tofauti, si ndio? Kwa hiyo kucheza na force number 9 kwenye mpira wa Afrika ni swala ambalo ni ngumu sana kuweza kufanikiwa.